Yes, bwana, kama unakumbuka wakati ambapo kulikuwa kuna purukushani kati ya kesi ya Mwijaku na wale mabinti watatu ambao walifanya unyanyasaji kwa binti mwenzie, na tukamtafuta kaka yake. Na kuna vingi ambavyo tumeweza kuzungumzia, lakini moja kati ya kitu ambacho amekizungumzia ni kwamba anahitaji serikali kupitia wizara husika ambayo inadili na unyanyasaji, lakini pia na jeshi la polisi kwa pamoja kuweza kumshikilia Mwijaku, atoe ufafanuzi kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu pia naye ni moja kati ya watu ambaye anahusika na ndio mtu mhusika mkuu by the way, kwa sababu walikuwa wanamgombania yeye. Sasa alisema kwamba polisi wamshikilie Mwijaku, atoe ufafanuzi, na mwisho wa siku tukaona kwamba yes, serikali ikatii, serikali ikafanya vile ambavyo inahitaji kufanya, na tumeona Mwijaku akishikiliwa na polisi akawasili pale kituoni kuweza kutoa ufafanuzi. Sasa watu wengi wanatamani kujua, je, hii kesi imeishaje? Kilichozungumzwa baada ya polisi ni nini? Kwa hiyo tunaye kaka yake hapa. Inakuaje bro? Salama bro, nashukuru Mungu. Kama kawaida. Kwema? Kwema kabisa, tunashukuru. Watanzania wengi wanatamani kujua nini ambacho kinaendelea sasa hivi kuhusiana na kesi ya mdogo wako. Watanzania, jambo ambalo ningependa kuwajuza, cha kwanza, jeshi la polisi limeweza kuingilia kati kuhusiana na hili swala la mdogo wangu kudhalilishwa kijinsia. Ningependa watu watambue kwamba ombi tuliomba kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la mdogo wangu kudhalilishwa kijinsia limefuatiliwa na limetekelezwa. Kwa hiyo nashukuru katika hilo. Pia ningependa kushukuru mdogo wangu yupo katika hali salama. Tuliweza unajua mtu anapopata matatizo ya ukatili wa kijinsia mara nyingi sana anaweza ikatokea akaenda kujizuru, lakini tunashukuru kwa mdogo wetu, tuliweza kuongea naye, tukaweza kutengeneza saikolojia yake vizuri, na kwa sasa yuko vizuri, na jeshi la polisi baada ya kuingilia kati swala hilo, nashukuru. Okay, jeshi la polisi limeingilia kati. Mpaka sasa hivi muafaka uko wapi? Muafaka, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia, linaendelea na uchunguzi mpaka itakapobainika kwamba Mwijaku kweli ndiye tukio amelifanya, na serikali itachukua maamuzi zaidi. Na so Mwijaku peke yake, sababu pia na wale mabinti, kwa sababu ukija kwa Mwijaku ni kama vile lazima atoe mafafanuzi kweli, je, amehusika katika hicho kitu au la? Jeshi la polisi litakapothibitisha kwamba Mwijaku na wale mabinti wote wamehusika na lile tukio lililotokea, ndipo watachukua maamuzi rasmi. Kama nyinyi familia mlivyopewa maelekezo hayo, mmepokeaje? Na je, hali ya familia kwa ujumla, na kwa wale watu ambao wananchi pia ambao wanatamani kujua, mnawasilisha vipi taarifa? Sisi kama wanafamilia, na mimi nikiwa kama msemaji wa familia, jambo la kwanza kabisa tunapenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusikiliza kilio chetu. Unajua bro, unapozungumzia swala la unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa kijinsia ni swala kubwa. Swala ambalo linaweza likapelekea hata yule mtu ambaye alinyanyaswa kijinsia kajizuru yeye binafsi. Lakini kwa sisi kama wanafamilia, tuliweza kumtengeneza yule ndugu yetu, tuliweza kumwelekeza, tukamweka sawa katika saikolojia yake, na hakuweza kuchukua maamuzi yoyote mabovu ambayo angeweza kumzuru yeye binafsi. Kwa jambo hilo sisi tunashukuru, na vile vile tunashukuru serikali na jeshi la polisi kwa ujumla kwa kuweza kuchukua hatua stahiki katika swala lile. Yuko wapi sasa hivi? Ndugu yetu kwa sasa hivi bado yupo katika jeshi la polisi, na polisi wanaendelea kufuatilia zaidi uchunguzi. Baada ya uchunguzi kila kitu na imani kitakuwa sawa. Mliridhishwa na maamuzi ya polisi? Tumeridhika nayo. Tumeridhika nayo kwa asilimia zote. Sababu jeshi la polisi, kwa mimi ninavyoona kwa Tanzania, jeshi la polisi linatenda haki kwa watu wote. Halimwangalie kusema huyu ni labda kiongozi mkubwa au huyu yuko hivi, yani kuangalia labda level, huyu ni maskini utajiri, hapana. Sheria ya Tanzania inavyosema kila mtu yupo chini ya sheria. Hakuna alokuwa juu ya sheria. Ukiwa kama kaka, na tuliona mara kwanza ulisema kwamba haiwezekani kabisa mdogo wangu afanye vitendo kama hivi.
naamini moja kwa moja basi na wale waliohusika wachukuliwe sheria, na tumeona kabisa bado mpaka sasa hivi wanashikiliwa. Maybe kwa kutoa funzo, kwa sababu vitendo vimekuwa ni vingi sana. Kupitia hiki ambacho kimeweza kumtokea mdogo wako, unatoa wito gani kwa wanafunzi, lakini pia unatoa wito gani kwa wanachuo? Kwa sababu gani nazungumza hivi? Kwa sababu imeonekana kwamba wanachuo wamekuwa wakivuruga sana ndoa nyingi za watu, lakini pia wanachuo wamekuwa wakionekana ni kama sehemu, yani ni kama watu ambao ni wahovyo sana katika jamii. Maybe kupitia mdogo wako na kupitia hiki ambacho kimeweza kutokea, unatoa funzo gani ama unatoa rai gani? Rai yangu moja kwa wanachuo na wanafunzi ni kwamba wazingatie zaidi masomo, kwa sababu katika unapozungumzia maisha ya mtaani bro, ni hapo. Hata walimu kipindi tunasoma sisi wakubwa walikuwa wanazungumzia hilo swala kwamba maisha ya mtaani ni hapo. Kwa hiyo zingatieni masomo. Unapokimbilia maisha ya mtaani, ukairuka maisha ya shule kama shule, lazima utaenda kuvuruga vitu. Lazima. Yani mi kuna mwalimu wangu mmoja nakumbuka alishaye kunipa funzo moja darasani. Aliongea kimasiala lakini nilimuelewa. Alisema huwezi kupuliza mruzi huku unatafuna karanga. Yani inamaanisha kwamba huwezi ukasoma alafu ukawa unaendelea na mahusiano. Kwa wakati huo lazima mambo yatavurugika. Kwa lazima mambo yatavurugika. Kwa lazima kimoja hapo kiache. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Hata pia unakutana na hizo story kwamba wanachuo tabia yao ni hovyo. Maybe labda wakati ambapo umeona hii situation, kitu gani ambacho ulizungumza na mdogo wako before kufuatilia hii kesi? Before kufuatilia hii kesi, mdogo wangu nilimuuliza kuhusiana na lile swala kama ni kweli au ilikuwa ni mambo tu ya uzushi. Unajua kuna muda mwingine sisi binadamu, yani hasa wa Tanzania, tunataka labda ufanye kitu trendy, unaona. Mdogo wangu nilijaribu kumuuliza ile swala, alisema ni sahihi. Ni sahihi kabisa ile swala. Nikaweza kumuelekeza, nikamwambia kutokana na ile swala kweli umethibitisha ni sahihi limetokea. Mimi kama kaka yako nitafikisha ile swala katika ngazi ya juu. Lakini hapo nakukatisha samani. Si sahihi au ni sahihi kwa kile ambacho kimetokea? Na kama kweli anatembea na mume wa mtu, si sahihi. Ulizungumza naye pia kwamba mdogo wangu umekosea hivi na hivi? Nilizungumza naye na niliumia kiufupi. Kwa sababu mdogo wangu ninapomtambua hakuwa ni mtu wa mambo ya ajabu. Labda zile tabia nahisi ni aliiga kutoka kwa watu wengine, lakini kwa kipindi cha nyuma hakuwa na tabia kama hizo. Na alikuwa anaishi na wale mabinti wenzio akina Mary, walikuwa anaishi naye pamoja. Ikaonekana kabisa kwamba Mary ni mtu ambaye alikuwa anamsaidia sana. Kwa hiyo kuona Mary anaona yule anamsaidia, mwisho siku anamgeuka, ilimuma sana mpaka kuweza kufanya vile. Na nyinyi kama familia muona kabisa vitu kama hivi. Tumeona kwa jinsi ambavyo mimi niliona ile situation ni kwamba yule ndugu yenu alikuwa anamtegemea sana Mary. Kwa hiyo Mary aliumia sana kuona mtu ambaye anamsaidia and then mwisho siku kama hivi. Kwa hiyo kama familia hili nao pia mlikuwa mnaonaje? Katika swala kama hilo bro, si wenyewe kama wana familia tuliumia.